Kwa majina mimi naitwa Chagulani Adamu Ibrahim, ni mwenyekiti wa Chadema mkoa wa Mwanza. Ndugu mwandishi, kuhusu sakata la yule kijana Silence Mwakasala ambaye ni kiongozi wetu wa wanafunzi chuo kikuu cha Mtakatifu St. Augustine Sauti, kwa maana ile jumuiya ya wanafunzi wa Chadema inaitwa CHAS, ana kesi hapo, alikamatwa na polisi. Baadaye katika mazingira ya kutatanisha, baadaye tukafuatilia, wakasema wanaye wao. Mahojiano yao yamechukua muda mrefu sana. Mimi uchaguzi ulifanyika siku ya Jumamosi. Jumapili mimi niliamkia hospitali pale, baadaye nikaenda kituo cha polisi pale mkoani kuonana na RCO Sudi Esaya, kuzungumza naye nikiwa na viongozi wenzangu, mwenyekiti wa wazee Mzee Mwinamila, katibu wake Mzee Manyanza, nikaenda na mkatibu wa vijana pamoja na baadhi ya wanachama. Tulikwenda pale kutaka kupata ufafanuzi wa hilo jambo limekaa katika mustakabali upi. Akawa ametupa ABC hilo jambo kwamba bado wanaendelea na upelelezi, kwa sababu ile kijana anadai kwamba walimkuta na vyeti vya watu mbalimbali na kadi si za benki, anafanya biashara ya kukopesha pasipokuwa na leseni na nini. Baada ya mahojiano pale na yeye, tukataka tuonane naye yule kijana pia, tukapata nafasi ya kwenda kuonana naye tukuzungumza, sababu ilikuwa ni upande wa jeshi la polisi. Tulivyoonana naye akatoa upande wake wa pili kutueleza kuhusu uhalisia wa jambo jinsi lilivyo. Kwa hiyo tulipofika pale, kijana akatuambia, anasema yeye ana stationery pale chuoni ambao anatoa kopi wa kuchapisha vitabu tofauti na kazi za wanafunzi, kama unavyofahamu stationery za wanafunzi walivyo. Kwa hiyo kama mjasiriamali na shughuli mbalimbali, ana ofisi pale ambacho anapata 200-300. Sasa zikiletwa kazi ndio anafanya. Kwa hiyo yeye alikuwa anatoa kopi za hao watu wanaokopesha na wanaochukua fedha kutoka kwa huyo bwana ambaye ndio muhusika mkuu. Yeye alikuwa anafanya tu kazi za kutoa kopi za zile fomu za kukopeshaji. Sasa jeshi la polisi limemng'ang'ania yeye, wanadai kwamba yeye anakopesha fedha na amemkuta na vyeti vya wanafunzi 32. Kwa hiyo kama ametuambia wanaendelea na uchunguzi, wakafanya hojaji tofauti kuhusu kutaka kupata maelezo ya hilo jambo likoje. Polisi wakatuomba tuwe na subira, sisi tutaka tumdhamini ili anakuja kama kuna mahojiano yanaendelea, kwa sababu ni mwanafunzi anatakiwa afanye mitihani wiki ijayo. Wakatuahidi kwamba baada ya siku 2-3 watamaliza ile jambo. Lakini juzi tumeenda nikampigia RCO kutaka kupata ufafanuzi jambo limefikia wapi. Sikupata maelezo, akaniambia uko kikaoni. Jana ndio nikawa nimeenda nikiwa mimi hapa, kaimu katibu wa vijana mkoa yule Frank Novatus pamoja na mjumbe wa kamati kuu anaitwa Salma Kasanzu. Tukazungumza naye, akatuambia leo mchana saa 8 ndio atatupa majibu ya kwamba aidha anatakiwa kadhaminiwe au kesi inaenda wapi, kwa sababu shauri na ni faili la ile jalada lake lilikuwa litakuwa lipelekwa kwa mwendesha mashtaka wa serikali kuangalia kama kuna kesi au la. Kwa hiyo kama ametupa ahadi ya kwamba leo saa 7 mchana atatupatia. Ila malalamiko ya Mwakasala, anadai kwamba muhusika mkuu ambaye ndo anayefanya hiyo shughuli ya kutoa fedha, yeye anatoa kopi tu, mpaka dakika hii hajakamatwa. Na bahati nzuri juzi wakati tunazungumza na polisi, anasema jeshi la polisi na mikono mirefu, hakuna mtu yote atakayefanya jambo lote asimkamate. Lakini sasa tunasikitika kwamba muhusika mkuu mpaka dakika hii hajakamatwa, ila ameng'ang'ana na huyu mtu ambaye alikuwa anatoa kopi pale stationery. Kwa hiyo tukataka tupate ufafanuzi kuhusu hilo jambo. Kwa hiyo wametuomba kufika leo saa 7 mchana watatupa majibu. Kwa hiyo ndio status ya hilo jambo la mwanachama wetu ndugu Mwakasala. Wao ingawa wanadai kwamba sisi hatumkamati kama wanachama wa Chadema, lakini ukiangalia scenario jinsi ilivyo inaonyesha kabisa kwamba kuna viashiria vya kisiasa ndio vinaingia ndani yake, kwa sababu tukamwambia vyovyote itakavyokuwa, anasema sitamkamata kama mhalifu. Nasema vyovyote itakavyokuwa, hata kama ni mhalifu au ni nani, lakini bado ni mwanachama wetu na tutataka tujue kwa sababu status ya jambo lake likoje, ili aweze kupata haki yake ya dhamana au usaidizi wa kisheria. Hilo ndio tulikuwa tunataka kupata kutoka kwake, na alituahidi leo saa 8 mchana atatupatia majawabu ya kuhusu jambo hilo. Ndio hayo maelezo ambayo tuliyapata kutoka jeshi la polisi, na tunasubiria muda ukifika pale saa 7 saa 8 mchana, basi tutapata status. Nadhani tutawajulisha kitakachoendelea kuhusu jambo la Mwakasala. Na bahati nzuri kuna wanasheria pia anafuatilia. Jana tumekutana naye ndugu Sotoka. Hiyo ndo hali halisi ya sakata zima la Silence Mwakasala.